Jambo la kwanza ambalo kweli, lakini hamna aliye tayari kukubali ni kwamba hakuna mtu anayekuja kukuokoa. Wewe binafsi ndiwe utajiokoa kutoka kwa shida zako. Usitarajie wazazi watakuokoa. Wazazi watajaribu washinde. Usitarajie marafiki basi ndio watakuokoa. La hasha, wala sio serikali. Venye tunalia hivi uchumi ni mbaya, bado kuna watu wanaingia kwa kaya wakinunua jipu, wakinunua prando na zinginezo. Hamna mtu atakuja kukuokoa. Huo ni ukweli, lakini mchungu. Lakini unafaa ujue mapema, ndio ujue wewe mwenyewe ndio utajitahidi ujiokoe. Ndio naonanga kama naweza kubaliana na mwenye alisema God helps the one who has helped themselves. Mungu anafanya pati yake, lakini mimi lazima nifanye yangu. Lakini unaweza shangaa, vipi anisaidie kama nimejisaidia? Na mimi nasema kama hamsaidii mwenye amejisaidia, na hapa kujisaidia ni kufanya ambacho wewe mwenyewe unafaa kukifanya, basi he must be a discriminative God. Lazima awe ni Mungu mwenye ubaguzi. Na ni nani anayempenda Mungu kama huyo? Kwani yule Mungu namfahamu, amesema vizuri sana, sio Mungu wa ubaguzi. Na hivyo kama kuna wengine wanafaulu, wengine hawafaulu, na Mungu hamsaidii mwenye amejisaidia, yani ameplay part yake, then inamaanisha Mungu unayefuata sio yule Mungu wa kweli. Huyo ni Mungu wa ubaguzi, anaofanya wengine wafaulu na wengine anawaacha chini. Unajua, kisa moja ambacho huwa najifunza nacho sana ni cha Kaini na Abeli. Kwani Kaini alimuua Abeli. Kwa nini? Sababu alitoa dhabihu iliyokuwa ni nzuri sana, ikakubalika, na yake ikakataliwa. Na mimi huwa najiuliza hivi, na najua hata wewe huwa unajiuliza hiyo swali. Kama Abeli ndiye alitoa dhabihu yenye ilikubalika sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mungu alikuwa anawaangalia, na alikuwa na uwezo wote wa hii dunia na wa mbingu wa kuzuia Kaini asimuguze nduguye Abeli, lakini hakufanya hivyo. Akakubali mwenye ametoa dhabihu mzuri, akafurahia auawe. Kwa nini? Na hiyo inaniambia lazima kuna pati yangu ya kufanya, yenye Mungu hataingililia, yenye Mungu hatazuia ama anipendelee. Hivyo kama sijaifanya, kama sijatumia ujanja wa kwangu, kama siko alert, kama sijajitunza na nijilinde kiasi fulani, kuna viwango au kuna boundaries ambazo Mungu hatapita. Na hivyo kama ni jambo baya litanifanyikia tu nikiwa mcha Mungu na nikiwa nimempendeza, lakini hataingilia. Kama kuna jambo ambalo wewe ndiye unafaa kulifanya, ni vema kuhakikisha umelifanya na umelifanya vizuri pasavyo. Kwani hata wewe unampenda Mungu aje au Mungu anakupenda vipi, kuna mambo hatawahi kukufanyia, kuna viwango hatawahi kukuvusha, kuna mapendeleo hatawahi kukupendelea. Na hivyo hata Mungu mwenyewe haji kukusaidia, otherwise angetusaidia sote. Basi kuna ile nafasi yako, wewe ndiye utajifanyia kazi, wewe ndiye utajisaidia, wewe ndiye utahakikisha ya kwamba mambo imekaa venye unataka. No one is coming to save you. Hamna. Kweli ndio huo, lakini mchungu hatutaki kuukubali. Na jambo lingine ni kwamba watu huheshimu matokeo, sio effort, sio kujaribu au nia njema, good intentions. No, watu huheshimu results, matokeo. So haijalishi ni nini unachokifanya, matokeo yake ndiyo itategemea venye watu watakujaji.
ndio yako na final say. Hivyo wacha kujali ni nini unafanya, unakifanya vipi, jali matokeo ya hiki ninachokifanya ni nini, kwani hata ukifanya vipi, hata ufanye na effort gani, kama hujaleta matokeo hamna atakaye tabua. Ni ukweli, lakini mchungu hamna anayetaka kusikia, ya kwamba dunia haina zawadi yoyote kwa mtu mwenye anajaribu. Watu hawana zawadi kwa mtu mwenye anang'ang'ana. Hamna yeyote anayo zawadi ya mtu ambaye ana roho nzuri. If you are just nice, watu watakufurahia wakupambe, lakini no one will reward you for being just nice. Hiyo ni yako. Yeah? No one will reward you for just being sincere. The world won't reward you for you had good intentions. Dunia inazawidi matokeo. I know that sounds very unfair, lakini huo ndio ukweli mchungu ambao watu wengi hawataki kusikia. Najua siku moja nilikuwa natokea kazini nikielekea nyumbani jioni hivi, nikakutana na jamaa akaniambia, bro, unajua nini? Nimeibiwa kila kitu hapo town, unaweza nisaidia simu yako? Hata hutanipea, piga tu uambie fulani fulani niko mahali fulani nimeibiwa kila kitu, ndio ajue vipi anaweza nisaidia. Jamaa alikuwa na gari, na hivyo kwa geti tu nikitokea kazini nimempata amesimamisha gari hapo. Anakaa kutetemeka, anakaa mtu mwenye ako very worried. Na ndio nikapiga simu tukaongea na Wairimu mwenye niliambiwa ongea na yeye, anaitwa Wairimu, mwambie niko mahali fulani fulani nimeibiwa kila kitu. Nikamwelezea. Wairimu akaniambia yeye ni dereva wa lori, sijui anapeleka chakula huko Dadaab, na hivyo nijaribu nisaidie huyu kaka ambaye ni kijana wa mwajiri wake ambaye anafanyanga na UN. Na Wairimu akaniambia, alafu kidogo na usimwambie, ameitwa nyumbani haraka haraka, akaambiwa mama yake amepata accident, so ndiye anakuja kumwona. Lakini hata si hivyo, mama yake hayuko ICU, ashaaga. Ni venye tu tumeona tusimwambie ameaga akiwa huko ndio aweze kufika nyumbani. Na hivyo mimi na huruma zangu na kuona kwa kweli huu ni jamaa kwa shida, hebu tujue venye tutamsaidia. Kidogo kwa mfuko sikuwa na pesa mingi, nilikuwa na takriban 5,000 hivi, na jamaa alikuwa anahitaji 17,000 za kuweka mafuta ya kumpeleka mpaka Dadaab. Na kuona nilikuwa naona ni jamaa ako katika shida, anahitaji usaidizi sana. Nikaongea na rafiki yangu mwingine ambaye hata sijawahi mkopa pesa yangu mimi mwenyewe ya kutumia ama nikiwa katika shida, lakini nilipojaribu kuwaza na nikajiweka katika viatu vya yule jamaa, nikaongea na yule jamaa na akanikopesha kidogo, angalau ikafika 10,000. Jamaa tukaagana, mafuta ikimfikisha Gariza, angalau hapo pengine atajua venye anaweza saidika. Na tulipoagana baada ya masaa kama 2 ya kungojea transactions nini all that, nikaenda nyumbani nikiwa nimechelewa, lakini nahisi nimesaidia mtu. Kumbuka tumeagana ile hela. Akifika tu nyumbani, tumesikia mama yake ni Sonko, ako hata na matrela ya kupeleka chakula Dadaab, na hivyo akifika nyumbani hivi tu atanitumia zikiwa 12,000, au hata kama si yeye Wairimu akifika mahali kuna M-Pesa, kwani ako kichakani hivi, akifika tu mahali kuna M-Pesa atanirushia hizo pesa. Na hivyo mimi nikaenda nikalala vizuri nikijihisi leo nimesaidia, nimefanya kazi mzuri kweli. Hii siku ingine asubuhi nikatarajia sasa 12,000 zitaingia kwa simu. Nikangoja kidogo, simpati. Nikasema nisimsumbue, nisubiri mpaka jioni. Jioni kafika, hamna mtu ameongea, hakuna hela. Ndio nikapiga simu, nikasikia mteja. Nikafikiria maybe ali break down alipofika kule, akakuta hata mama yake ashaaga na mambo ikawa mabaya zaidi, na hivyo nikaona nimpe muda. Siku iliyofuata nikamjaribu tena, simpati. Ikafika masaa ya saa 6, simpati. Jioni ndio nikaambia mtu mmoja ambaye ni Michaelin,
Nikamwambia, unajua kuna jamaa nilimsaidia juzi, nilikutana na yeye, alikuwa na shida hii na hii na hii. Akaniuliza, ukampea pesa na sasa simu haingii? Ulikoniwa bro. Nikamuuliza, ayo acha, siwezi kuwa huyo jamaa alikuwa jamaa mzuri, na venye hata nilimuona ilikuwa genuine, venye alikuwa anakaa hata karibu analia, na wakati mwingine namuonea huruma nikijua hata haelewi the full story. Jamaa akaniambia, hapana, wewe umeoshwa. Nikakataa, sitaki kukubali, lakini siku ilipoisha kabisa nikaanza kuona ama kuna kaukweli nimekoniwa. Na nilipoamuka hii siku ingine bado najaribu haiendi through, si kwa huyu jamaa na si kwa Wairimu, ikaanza kusink pole pole. Nikaanza kukubali kwa ubali, kuna uwezekano naweza kuwa niliibiwa, kuna uwezekano alikuwa conman. Siku 3, 4, wiki, na sasa ni miaka mingi imeisha. Tangu hiyo siku ndio nikajua haijalishi your intentions, na kuwa na nice heart my friend, utaumia na Mungu atabaki kuwa Mungu. Kwani kutoka hapo nilitumbukia sasa kwa madeni, nilikula shida mingi sana kulipa ile pesa, kwani kumbuka nyingine yake ilikuwa ya kukopa na sikuwa na pesa mingi. Nikiconnect hiki kisa na cha Abeli mwenye aliuawa Mungu tu akitazama na hakufanya chochote, na mimi nimekoniwa Mungu tu akitazama nikiwa na roho ya kujaribu kusaidia hata na chenye sina, kujitolea kulikoje huko, lakini Mungu hakufanya kitu kuhusu. Nilikuwa tu in denial na ninajiambia, Mungu hawezi kubali zangu ziende, lazima watanirudishia pesa yangu, hawajui mimi ni mcha Mungu. Bana, pesa zangu hawezi kula. Bro, zilikuliwa tu na dunia ikatulia na kukawa kama hakuna kitu ilifanyika. Hivyo basi, my point is, this world will never reward your intentions. It will never reward your nice heart. It will only reward results. Kuwa na matokeo mzuri, dunia itakufurahia, itakuletea mazawadi, itasema kongole. Lakini kama ni kujaribu, if you are trying, if you are struggling, if you are just being nice, ole wako, kwani the world is very, very unfair. Only rewards value. Na hapa nikisema value, si kulingana na chenye unafikiria wewe ndicho value ama ndicho kitawaongeza value. No. The world only rewards value according to them, according to it. Chenye inaona ni cha maana, ni cha muhimu kwao, kulingana na wao na darubini zao, hicho ndicho dunia hutambua. Lakini si kile unafikiria ndicho kizuri cha kufanya, si kile ambacho unafikiria ndicho kitawasaidia. Haifanyiki hivyo. Na hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo ni ukweli mchungu ambao watu hawataki kuusikia. Lakini ukikubali kuusikia, utakuokolea pakubwa mashida mingi, kunyang'anywa, kuteswa bure bure na hata kuangamia.